Kitabu cha Zaburi mlango ule wa pili, kichwa cha somo la leo kinasema dunia iliyoungana dhidi ya Bwana. Dunia iliyoungana dhidi ya Mungu. Tumekwisha somewa mistari kwa 12 ya kitabu cha Zaburi mlango wa pili. Nifanye rejea fupi sana kabisa kuhusu kitabu cha Zaburi. Tulipoanza mlango wa kwanza wiki iliyopita, tulifanya rejea pana kidogo, kitabu kina maana gani, chenye sura nyingi kuliko vitabu vyote kwenye Biblia, sura 150. Sihitaji kurudi huko sana, lakini pia tukaona kwamba ni kitabu chenye mafundisho mchanganyiko kwa sababu ya ukubwa wake. Kuna doctrine karibu zote za kibiblia ziko humo kwa sababu ya ukubwa wake, lakini na uvuvio wake ni mkubwa vile vile. Kila neno la Mungu limevuviwa, lakini kuna maneno mengine ambayo roho wa Mungu anakuwa amejaa zaidi. Hakuna mashaka, hakuna nini. Kwa hiyo miongoni mwa doctrine au mafundisho makubwa ambayo tunayakuta katika kitabu cha Zaburi ni huu mlango wa pili, tunapoona habari za dunia iliyoungana. Ni jina lake jingine inaitwa, nafikiri watu mlishawahi kusikia hizi habari baadhi yenu. Wewe ulioko mbali labda hujawahi kutusikia, lakini kusikia hizo habari. Kuna kitu kinaitwa serikali moja ya dunia. Dunia ambayo imeungana ikiwa inaongozwa na mamlaka moja. Serikali moja ya dunia, dini moja ambayo itakuwa ni dini ya dunia nzima. Of course kutakuwepo na dini ya dunia, lakini kutakuwa na watu wanaoamini, wanaoabudu Mungu katika kweli, ambao hawatakuwa sehemu ya hiyo dini. Na hiyo dini itakuwa haimwabudu Mungu, itakuwa inamwabudu shetani, mpinga Kristo. Mmeshasikia habari za sarafu moja. Hizo habari zinapatikana katika vitabu vingi, kwa mfano kitabu cha hiki cha Zaburi mlango wa pili, haijaongelewa kwa undani zaidi, lakini ukisoma kitabu cha tutarejelea baadaye Mwanzo mlango wa 11, lakini na vitabu sasa vya Ufunuo na Daniel, sehemu nyingi. Hasa kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Hicho tutarejelea huo mlango wa 13, na tulisharejelea hizo habari kabla, lakini tutazirudia tena ikusudi tuendelee kujifunza. Ndio sababu Mungu anarudia sehemu tofauti ikusudi tuweze kuyaelewa hayo. Kwa hiyo hizo habari zinasikika au zinapatikana katika kitabu hiki, katika mlango huu wa pili wa kitabu cha Zaburi. Tutaona vipengele kadhaa, lakini vyote vitakuwa vinagota katika kitu kimoja hicho. Dunia iliyoungana ikiwa na serikali moja, kauli moja, mipango mmoja, ina ibada ina moja, ina maabudu mpinga Kristo. Dunia haijawahi hata siku moja kuungana nyuma ya Kristo. Hata siku moja. Kwa sababu mfalme wa dunia hii, lile joka, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 mstari wa kwanza tu pale hapoanzia, ni kinyume na Mungu. Kwa hiyo baadaye kuna habari za wale wanyama, ikiwa ni taarifa za habari za mamlaka au falme ambazo zitakuwa zinainuka, na nyingine zishakuwepo na nyingine zinakuja, zinainuka na hata sasa zipo. Sio kama ni vitu vya kihistoria, ni vitu vilianzia zamani, vinaendelea mpaka mwisho wa dahari. Hata sasa zipo. Kwa hiyo tutaona shetani akiongoza dunia ambayo inamwabudu. Leo hii dunia inamwabudu shetani. Mambo machafu vitu, tutaona vitu kama maushoga, machafu ya namna hiyo yote yako ni ya kishetani, na yana airtime kubwa, yana sifa kubwa. Ya watu wanaoingia humo wanapata utajiri mkubwa, kwa sababu nyuma yake yuko shetani, mungu wa dunia hii. Mungu kwa herufi ndogo, sio Mungu wa mbinguni. Niko pamoja na mimi. Zaburi, mtuone kwenye ile mistari haraka. Mstari wa kwanza anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili. Unaona kwa makabila ni nini? Mataifa wanafanya ghasia. Mataifa ni nini? Ni dunia. Dunia imetengenezwa na mataifa, na mabara na mataifa. Na visiwa na nchi mbalimbali, na dunia mataifa ya dunia hii yako kwenye ghasia. Ghasia ni nini? Ni ukosefu wa utulivu, ni fujo, ni vurugu, ni upinzani. Na ukiangalia na makabila wanatafakari ubatili. Ubatili ni nini? Ni vitu ambavyo vinaisha muda wake, havidumu.
Wewe chochote kitakachoinuka juu ya Bwana, juu ya Kristo, nikisema Bwana naongelea habari za Mungu Jehova na utatu wake mtakatifu. Chochote kitakachoinuka kuja mipango hata wangeleta ushoga wakasema ndio sheria, vyote ni ubatili, vina mwisho wake, kwa sababu hatima yake Bwana ataihukumu hii dunia na atashinda. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 anasema mpaka atakapokwisha kuwaleta chini, Bwana atakapokuwa ameweka maadui wa masihi wa Mungu, maadui wa Kristo chini ya miguu yake. Actually Kristo mwenyewe atakapokuwa ameweka maadui chini yake, ndipo atakapokabidhi ule ufalme kwa Baba. Anasema ndipo kazi itakuwa imekamilika ya mapambano dhidi ya uovu na wema, dhidi ya giza na nuru ya dunia hii. Anasema mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili. Twende kidogo katika uhalisia wa mambo. Leo hii ukiangalia picha kubwa, mambo yanayoendelea kwenye uso wa dunia, na niulize nini ni mambo ambayo yako kinyume na maelekezo ya neno la Mungu la Biblia. Yakisha kuwa hivyo, Biblia inasema ni ubatili, ni ghasia. Leo mipango mikubwa ya dunia ni vitu utasikia kuna mpango wa kutoka duniani kwenda kutafuta makazi kule Mars, kwenda kwenye sayari za mbali. Na zile tayari wengine hata wenye pesa zao na ujuzi wao wameshanunua mpaka maeneo huko. Lakini ukisoma kwenye wale manabii wadogo, Mungu anasema hata kama wangepanda mpaka juu kwenye mawingu, nitawashusha, niwalete, niwawajibishe. Hata kama wangekimbia kwenye hizo sayari kwani wanapoenda wameziumba wao. Unasema sasa unapambana nao. So nisipambane nao, nasema ambacho Biblia ndio inapambana nao. Inasema ni ubatili, wanachokifanya ni ubatili. Okay, hata kama wangeweza kufika huko, umri tu peke yake kuzeeka, hata zidisha miaka 100. Atafika sehemu fulani atabatilika. Kitu kinachobatilika ni kitu kina expire, kina muda wake. Wanadamu ana muda mfupi sana wa kuishi. Ana muda mfupi sana wa kuishi. Biblia inasema kama vile tulivyowekewa kufa mara moja, Ebrania 9:27, na baada ya kufa hukumu. Mwanadamu apingane na mipango ya Mungu, apingane na neno la Mungu, atumie akili zake. Kesho tutakuwa tunajifunza somo moja naongelea wanadamu wanapojaribu kutumia akili zao kama kupingana na mipango ya Mungu. Ni somo la kesho Jumapili. Tutaona. Lakini leo ni nini? Dunia iliyoungana inaongelea nini? Mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi, climate change, mambo ya artificial intelligence na mambo ya kutumia marobots kuumba vitu vitakavyofanya kazi badala ya wanadamu. Sio mapenzi ya Mungu hata siku moja. Mungu amemuumba mwanadamu, na hiyo misali tutasoma pia kesho, na naona kuna ufanano kati ya Zaburi ya 2 na hayo mambo, lakini ya wiki ijayo. Ngoja nisiende huko sana. Dunia ina mipango ya muungano wa dunia wanakuambia kuifanya dunia iwe ni sehemu salama ya kuishi. Mungu anasema nitaleta vitu vifuatavyo. Wewe niulize swali. Penye njaa, vita na magonjwa ni sehemu salama ya kuishi? Hata kidogo. Haya, wewe niulize, wanawaambia wanatafuta tuko tunaangalia mataifa ambayo yameungana yana mipango. Leo hii kuna kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa na mataifa yaliyoungana ni lugha tofauti. Ni lugha moja. Ni lugha moja. Ni lugha moja hii. Leo wanakuambia tunatafuta dunia iliyo sehemu salama ya kuishi. Sawa. Tufanye hivyo. Kweli tunahitaji sehemu salama ya kuishi. Lakini tunamhitaji usalama na Mungu wetu zaidi kuliko dunia na udongo wake huu. Wanawaambia tunatafuta sehemu salama za kuishi, lakini wanazalisha kila kukicha
silaha zinazoweza kuunguza nusu ya dunia. Huo ni unafiki uliopitiliza mipaka. Na yote hayo yanapitia katika hekima ya dunia hii, elimu, ujuzi, sayansi, teknolojia, vitu kama hivyo na mifumo ya kiutawala ya governance ya dunia hii. Vitu vinalenga katika kitu kimoja. Lakini huwezi kukuta hiyo miungano hiyo na hiyo mipango ya dunia, huwezi kusikia wanaongelea malezi bora ya watoto. Haiwezi kaongelea kuhusu kutumia neno la Mungu, kuweka bidii kutumia neno la Mungu labda katika mashule. Mimi niwahi kwenda kwenye chuo kimoja hapa Tanzania. Kabla hawajaanza masomo yao, ni chuo kikuu. Hawajaanza masomo yao, wanafanya wanasali. Siku asubuhi. Ukiliangalia unaona unaona kama jamaa amepitwa na wakati fulani. Lakini nyuma kabisa na katika historia ya elimu, hizi zinaitwa elimu za leo ambazo zinazalisha vijana mashoga wasioajirika wakati mwingine. Nyuma kidogo elimu kidogo zilikuwa zinaenda na masharti na maelekezo. Wakati sisi tunasoma shule za sekondari, binti akipata mimba alikuwa anaondoka. Siku hizo wanakuambia wanampa na mtaji, anaenda na anazaa na kisha mwacha mtoto akamwachia, atakapomwacha anajua mwenyewe anakuja naendelea na mambo yake. Anawafundisha na wengine namna ya kufanya hivyo. Hiyo ni dunia iliyoungana kuleta hekima ya Mungu duniani. Hata siku moja. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Akiona mambo yake yanapigwa teke, okay, tunaweza kudanganyana sisi wanadamu. Mtu anaweza kadanganya tuko hapa tunafanya mambo ya Mungu na nini, upendo na nini, misaada ya dunia sijui nini, lakini Mungu yuko macho. Anajua kwamba mipango yake, sheria zake, kanuni zake, taratibu zake, neno lake viko vinapingwa kwa nguvu moja. Wanadamu ni rahisi kudanganyika. Lakini vile vile ukipata mguso wa Mungu hudanganyiki kirahisi. Haya yote tunayaona wazi wazi. Huwezi kusikia mambo ya Mungu yakiwa yanaheshimika au yanapewa kipao mbele. Kwa hiyo tunaona ni dunia kwa hiyo mstari wa kwanza unatupeleka kwenye kile kichwa, dunia moja iliyoungana dhidi ni kinyume, dhidi ya Bwana na masihi wake. Mstari wa kwanza wenyewe tu unavofungua unaeleza hizo habari. Mbona dunia mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Ni dhidi ya mipango ya Mungu na sheria zake na kanuni zake. Wameungana dhidi ya Bwana. Mstari wa pili anasema wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Ndio unakuwa wazi kabisa. Mipango ya dunia hii ikiongozwa na mamlaka za dunia. Akisema wafalme hamaanishi wale wafalme wa kizamani. Anaongelea mamlaka za dunia, wakuu wa mataifa ya dunia hii. Anasema wako pamoja wanajipanga. Watu waliojipanga ni watu wenye mpango mmoja. Ndio wanakuwa na agenda, wanaitwa malengo wakati nisameni mipango ya sustainable development plans, vitu gani mambo fulani. Mwaka 1995 miaka yapata kama miaka 30 iliyopita kulifanyika mkutano Beijing maarufu sana uliokusanya wanawake hasa wasomi wa dunia wakakutana kule. Lengo kabisa watoto waliozaliwa baada ya ule mkutano wa leo ndicho kile kizazi cha nyoka unachokiona leo. Ndio watoto 2000. Watoto 97. Sasa wanakuja wengine. Kizazi ambacho hakikuwahi kulelewa na mama. Na kilikuwa ule mkutano ni mmoja tu, inapangwa kila siku. Hatuhitaji kulala macho, tunajiuliza nini. Bwana yuko macho na mambo yake na dunia yake.
Ni mifano tu michache. Lakini anasema wafalme wa dunia hii wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Hebu chukulia kitu kama kitu kinaitwa climate change. Mabadiliko ya tabia nchi. Ni kitu ambacho kimepenyezwa mpaka kwenye dini. Hizi dini kubwa kubwa mnazozijua zote hizi. Ndio wanajiita mabalozi wa mambo hayo. Na lengo moja ni kuikusanya dunia. Kwa sababu watu wote tunakutana kwenye oksijeni moja, hewa moja. Mnaweza msishirikiane vyumba, msishirikiane hata barabara. Maana South Africa walifikia sehemu fulani kwenye apartheid. Wazungu wakaona barabara zao Afrika, lakini mtashirikiana mvua, hewa, jua hilo ni. Kwa hiyo wanataka kitu ambacho huwezi ukakiepa ili kusudi kiweze kuwapa fikra moja na sheria moja. Wewe kitu kinaitwa climate change, mabadiliko ya tabia ya nchi na nini ni nyenzo, ni agenda ya kuiunganisha dunia utake usitake dhidi ya Bwana na dhidi ya masihi wake. Lakini Kristo wa leo yuko kwenye usingizi wa pono. Hana tofauti na Yona aliyeenda akaingia kwenye kitabu cha Yona. Ukisoma vizuri kwanza mlango wa kwanza iko milango minne pale. Ile tu anaingia kwenye merikebu ile. Alienda straight mpaka kule chini akaanza na usingizi hapo hapo. Wala nafikiri hakuuliza hata siti yake iko wapi. Alienda anajilaza. Wakati anaingia na dhoruba ndo inaanza dakika hiyo hiyo. Watu wote wako macho, Yona amesinzia hivi. Ewa Kristo wao wanataka waambie baraka za Bwana. Hizo baraka zinakuaje katikati ya nuclear? Niulize swali. Ndani hizi Mungu atakupa baraka zipi ndani ya hizo nuclear zinazolipuka dunia, zinazopangwa kulipuliwa na dunia kwenye dunia hii? Leo hii nitafundisha somo hilo wiki chache zijazo. Mungu anitie nguvu katika hilo, atutie nguvu. Tutakuwa wote tunalihubiri au tunasikiliza pamoja basi. Leo hii kuna mpango wa kuondoa na walishafanikiwa 80%, siwezi nikajua idadi lakini si chini ya 70. Kuondoa mbegu zote zinaweza kuzaa na kuzaliana zilizofanya wanadamu aishi salama miaka karibu 6000 tangu dunia iwepo. Kibiblia tunachokijua. Lakini zinaondolewa, unaletewa madudu ya ajabu ambalo huwezi hata ukalipanda mwaka ujao. Sasa yule ambaye anakupa mbegu leo akikwambia kwamba lala chini uniabudu, utakataa na hiyo njaa tumboni. Una uwezo wa kutunza mbegu. Hizi mbegu zinatoka huko. Hata huko wanaweka tu vituo vidogo vidogo. Kwa hiyo ni ratiba ya mashetani wa dunia hii. Na kwa vile sasa wa Kristo, Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 13 mbegu za magugu zilipandwa watu walipokuwa tayari wameshasinzia. Watu walipolala. Wakristo walipolala, shetani anapandikiza anavyotaka. Hata Yesu alipokuwa anaomba alikuwa anachukizwa na akina Petro na kuja na kuta Petro, bado mmelala, hebu amkeni muombe msije mkaingia vishawishini. Sio katika majaribu. Anaenda kidogo anakuja na kuta tena wamelala. Anakosa, anasema mnashindwa kukesha na mimi japo kwa saa moja tu. Ile kwa bahati mbaya Mungu anataka akeshe mimi na hamaanishi ule usingizi wa usiku, hapana. Usiku usinzia vizuri, roho yako iwe macho, mwili wako usinzie vizuri, macho yafumbe. Nani kwa pamoja na mimi? Mtu ambaye anayekesha labda ni mlinzi mpaka asubuhi, yule amesinzia kiroho, ni tofauti na mtu ambaye amelala amesoma sura 2-3 za Biblia, amezitafakari ile neno limefanya kazi katika. Yule yuko macho. Tunaanza tukaenda katika hayo yote, lakini nilikuwa nasoma mstari wa pili, wafalme wa dunia hii. Labda niende tu sehemu kadhaa. Kusoma nisome tu sehemu moja tu au mbili. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 11. Hizi habari za dunia iliyoungana dhidi ya Bwana zimeanza mwanzoni mwa wanadamu kuumbwa. Dhambi ya kwanza inaingia kwa Adam na Eva.
Dhambi ya pili inaingia kwa Habili kwa Kaini, anamua Habili. Hajafika mbali, dunia ikawa imejiharibu yote wakati wa Nuhu, Mwanzo mlango wa 6. Mapema kabisa katika uumbaji wa Mungu wa mwanadamu, kwa mwanadamu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mapema kabisa mlango wa 11, tusome mstari tu ule wa 4 peke yake. Anasema okay, hata tukaanza mstari wa kwanza, anasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hawa watu wameungana, wametengana. Wameungana lugha moja na usemi mmoja. Hawa ni wamoja, ni taswira ya umoja hii. Kwa sababu huku tuko tunasoma neno linalosema dunia iliyoungana, watu wanajipanga pamoja dhidi ya Bwana Masihi wake. Tunaona hii roho ya ushetani inayojipanga dhidi ya Bwana na mipango ya Mungu imeanza mapema kwa wanadamu. Anasema ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakijenga wanadamu. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Anaona ni wamoja. Unajua alichokifanya? Aliwatawanya, akawavuruga lugha moja, wakawa hawana uwezo wa kuongea lugha moja, ule umoja ukafa. Lakini kama ilivyo nyoka, unaweza kumpiga kichwa, baada ya muda mfupi ukaona mkia unacheza. Anataka ni kama uhai wake hauondoki kirahisi. Ukienda katika kitabu cha Danieli, sina muda kwenda huko mlango wa 7, ukienda kwenye Ufunuo mlango wa 15 na sehemu nyingine kwenye vitabu hivyo, utakuta dunia na mamlaka za dunia zikiwa zimeinuka dhidi ya Bwana. Zinashirikiana kuwa kitu kimoja dhidi ya mpango mmoja wa Mungu. Twende katika kitabu cha, turudi pale kwenye Zaburi 2. Mstari wa 3 anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Lengo lao ni moja, ni kuwa huru dhidi ya Bwana. Hizi sheria za Mungu alizoumba akaziweka katikati ya wanadamu, akamtenganisha mwanamke na wanaume, akampa mtoto sheria, akampa mipango yote ile. Wanasema hatutaki, tunataka tupasue, tuchane kamba. Wewe katika macho ya mashetani wa dunia hii na dunia hii katika upana wake, sheria za Mungu inaonekana ni kamba, wanataka zichanwe, zikatwe ili kusudi wawe huru. Tupasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Maana yake ni nini? Maana yake ni dunia tunaona imetokea juu inaungana. Lakini lengo inaungana dhidi ya Bwana, dhidi ya sheria za Mungu, dhidi ya kamba za Mungu. Nawaambie, sheria za Mungu kiuhalisia sio kusema kwamba hivi ni sehemu gani ambapo unaweza kaishi bila sheria? Ukiishi katika taifa kuna sheria za nchi. Ukivunja hata moja wapo unaweza kufungwa hata kifungo cha maisha jela. Unaweza ukafungwa miaka mingi. Lakini dunia na Mungu wake, shetani wake, lengo lake ni kupasua vifungo ili kusudi sheria za Mungu ziwe mbali sana nao. Na zinapitia wapi? Katika ibada za uongo. Leo hii dini za uongo zinashirikiana na mamlaka za dunia kuwa kitu hiki kimoja. Nyingine zinapewa pesa, nyingine zinasaidiwa ili kusudi ziendelee kudanganya. Wewe huwezi kukuta kanisa linalohubiri kweli kama hii likapata msaada. Haipo. Na haitaka iwepo. Na hautakiwi, hatuhitaji. Ukisoma katika kitabu cha Luka, hoja ya wanadamu kukataa tupasue vifungo tuwe huru. Leo hii hoja ya wanadamu ni kuwa huru dhidi ya maelekezo ya Mungu. Juzi nilikasikia ka rais fulani kamoja. Anasema
Hayo mafundisho ya kupigwa kulia kageuza na upande wa mafundisho akawa vicheka kama yani kama viliongelewa na vilisemwa na tahira fulani. Wewe waambie wewe rais sijui wapi. Aliyevisema ni Kristo. Mwenye kuiumba dunia hii. Mafundisho yake ni thabiti na imara. Yanaweza kapingwa na mtu mmoja kwa miezi michache na miaka michache lakini yatadumu. Biblia inasema mbingu na dunia zitapita lakini neno langu halitapita kamwe. Mathayo mlango wa 24 mstari wa 35. Hiyo ni kukumbushana. Okay, huyo si wajui. Naongea na sisi tunaosikia. Tusije hata siku moja tukawa na fikra kama za mtu kama huyo hata kama angekuwa ni mkubwa kiasi gani. Binasema katika kitabu cha Luka mlango wa 19 nisome mstari wa 12 mpaka 24 naweza Luka 19 22 anasema hivi. Tuanze 12 anasema basi akasema mtu mmoja Kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Huyo ni Kristo. Alikufa kaondoka anaenda na rudi duniani kuja kurudi anaenda kupata ufalme kwa Mungu Baba kurudi kwa mhukumu wa dunia hii. Akaita watu 10 katika watumwa wake akawapa mafungu 10 ya fedha akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale. Huu hakuwa mfano wa bahati mbaya. Huu ni mfano unaoonyesha kwamba baada ya Yesu Kristo ameondoka ameiacha hii dunia. Of course yupo hata leo lakini physically kimwili alipokuwa na mwili wa binadamu aliondoka ili kusudi arudi akatawale miaka 1000. Ujumbe unaoenda ni kwamba dunia imeungana impelekee ujumbe kwamba hatutaki atutawale na Biblia yake hatuhitaji. Ondoa. Tunataka tuitengenezee kanuni zetu za kuishi. Kama wewe suluwe kama sharti kwamba ndoa ni ya mume na mke, sisi tunataka ya mume na mume na ya mke na mke. Hatutaki masharti yako. Ndio nani aliyeweka ndoa ya mume na mke? Si Mungu. Nani aliyeweka ndoa ya mume na mume? Ni Mungu. Mke na mke ni Mungu. Wanaenda mpaka wanasimama kwenye madhabahu siku hizi. Wengine wanakuambia ni wahubiri usiwa injili. Kuliko kuvipasua vifungo na kuzitupa mbali kamba. Kwa hiyo tumeona kwamba dunia watu wale waliokuwa na hilo shamba hiyo wanarudisha mrejesho wanasema kaa huko hatutaki uje ututawale. Kwani alikubali? Mstari wa 27 anasema Luka 18:27 anasema tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale waleteni hapa muachinje mbele yangu. Wewe Yesu Kristo anakuja kuchinja wapinzani wake. Hapa neno yameandikwa kwenye Biblia. Kwani kuchinja nimetoa kichwani mwangu nimesoma kwenye Biblia. Imeandikwa kwenye Biblia Luka 19 mstari wa 27. Twende kwenye mstari ule wa turudi kwenye Zaburi pale. Zaburi 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema nitaisoma yote pamoja. Inasema yeye aketie mbinguni anacheka. Hapo tunaongelea Mungu. Tunaongelea katika utatu wake mtakatifu Baba na mtakatifu. Hayo ndio makazi yake. Biblia inasema katika Isaya mlango wa 6 nasema kiti chake kiko juu mbinguni na duniani ni sehemu yake ya kuweka miguu. Hata Isaya 66. Kwa hiyo makazi ya Mungu halisi ni mbinguni. Lakini duniani ni kwake pia. Yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Mungu anasema hivi jamaa hivi ni kama uje uone visisimizi vinajifanya kama vile kujaribu kama kukushambulia. Unaweza kuleta tu dawa ya mbu kwa vikaungua pale vyote. Mungu anasema Biblia inasema Bwana anacheka na dhihaki. Sio mstari ule wa 4. Anasema mstari ule wa 4 yeye aketie mbinguni anacheka Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Anasema hata waacha hivi. Wewe Biblia inasema ghadhabu ya Mungu inakuja duniani kwa wampingao. Amen. Inakuja. Wewe
wanadamu ajapofanya uovu mkubwa kiasi gani, ajapojitukuza mkubwa kiasi gani, Biblia inasema kila kitu atalipwa sawa sawa na matendo yake. Amen. Atalipwa sawa sawa na matendo yake. Hem tusome sehemu kadhaa kidogo. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza, Ufunuo 1:7 anasema hivi. Anasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwamba kurudi kwa Yesu Kristo kutakuja na dunia ambayo imeshtuka. Inaona yule tuliokuwa tunafanya mzaha yule anasema wataomboleza. Emtende mbele kidogo kwenye Ufunuo, Biblia inajifafanua yenyewe. Ufunuo tulikuwa kwenye moja tena Ufunuo 6 anasema mstari wa 12, nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6 palikuwa na tetemeko kuu la nchi, jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa unavyokunjwa, na kila mlima na kisiwa vikahamishwa kutoka mahali pake, na wafalme wa dunia, ndio nilikuwa natafuta mstari huo. Mstari wa 17 na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na watumwa, hawa ndio walikuwa kwenye mamlaka za Umoja wa Mataifa. Hivi unajua kule kwenye Umoja wa Mataifa wanalipana hela nyingi kiasi gani? Dola na euro na mapesa makubwa. Anasema na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri. Unaona kama ni mpango unaopitia katika watu wenye mamlaka ya dunia hii, ambao Mungu wao ni huyo mmoja, ni shetani. Anasema na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtuma na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, nayo ni nani awezaye kusimama. Unaona kwamba dunia inaanza kuvuna ilichopanda. Lakini katika hiyo orodha anawataja wakuu na nini, anasema lakini kuna watumwa, watu wa chini. Leo hii kuna watu wa chini vile vile wanaenda tu kama mazuzu nyuma ya hao wenye mamlaka, wenye nguvu, na wenyewe wanapotea pamoja nao. Mungu hata chagua hata bagua, ili mradi walimkataa. Haijalishi mkataa una uwezo, haijalishi mkataa huna uwezo, haijalishi. Tusogee mbele twende turudi pale kwenye ile Zaburi ya pili tunayosoma leo. Kwa tumeenda kwenye Ufunuo kutafsiri Zaburi ya Agano la Kale kwenda kwenye Agano Jipya la kanisa la nyakati zetu hizi tunazoishi. Ukisoma katika Zaburi, tusome Zaburi ya pili 6 pale. Anasema hivi: nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Hiyo ni mlima mtakatifu Sayuni. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, tumekimaliza sio muda mrefu nakumbuka. Waebrania mlango wa 12, mwishoni mwa kitabu cha Waebrania mlango wa 12 pale. Anaongelea habari ya wazaliwa wa kwanza mbinguni, Sayuni ya mbinguni. Ukisoma na sehemu nyingine kwa mfano Galatia 4 na nini, anasema sisi hatuitafuti Yerusalemu. Yerusalemu ndio lugha moja na hiyo za Sayuni. Hatafuti hii ya duniani ambayo ni makao makuu ya mashoga na waharibifu wote, wauaji. Hakuna taifa linaloua kuliko taifa hili linalojiita la Mungu. Wauaji kweli kweli. Anasema Sayuni ya mbinguni, Yerusalemu ishuka kutoka mbinguni, ndio anaongelea kwenye mstari wa 6. Anasema nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu.
anaposema mlima wa Bwana, anaongelea ufalme wa Mungu. Kwa hivi mtu anaweza kama ukitaka kuweka ufalme au ni kama labda boma la kiutawala, utaliweka bondeni au utaliweka juu ya mlima? Juu ya mlima. Hata kama hujajibu. Kwa hiyo Mungu anasema pamoja na dunia yote huko kuungana dhidi yangu na dhidi ya masihi wangu, lakini nitamweka masihi wangu katika mlima wangu mtakatifu akatawale. Hapa na mara nyingi anakuwa anaongelea miaka 1000 utawala wa Yesu Kristo, millennium, pamoja na dunia nchi mpya na mbingu mpya. Vile vitakavyofuata kwenye Ufunuo 21:22. Kisoma mstari wa 7 anasema nitaihubiri amri, Bwana aliniambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa, uniombe mimi leo nimekuzaa. Mstari wa 7. Anaongelea kwamba Mungu Baba anaitawala dunia kupitia katika mkono wa Kristo. Anasema nimekuzaa wewe ni ili kusudi Biblia inasema bila ukisoma kwenye Yohana mlango wa kwanza Injili ya Yohana anasema bila yeye hakuna kilichofanyika, bila Kristo hakuna kilichofanyika. Bwana anasema anaturudisha mama akisema kwamba Mungu Baba anatawala mipango yake yote anaipitisha katika Mungu Mwana. Katika Mungu Mwana. Mlango wa 2 Zaburi mstari wa 7. Na mstari wa 8 anasema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Bado anaongea hoja ile Kristo akitawala miisho ya dunia hii. Miisho ya dunia hii. Na mstari wa 9 utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Unaona kwamba bado ni habari za Mungu kujilipizia kisasi chake. Kuponda kama chukua fimbo ya chuma uanze kuponda vigae vya udongo. Vinapondeka kirahisi sana. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 4 mlango wa 2. Anasema kipande cha jiwe, jina jingine la Yesu Kristo ni mwamba. Anasema tazama ninaweka jiwe katika Sayuni ambalo watu watakaoanguka juu yake watavunjika vipande na ambaye litamwangukia litamsaga. Anasema jiwe hilo kwenye Danieli 2 mwishoni pale. Ndio ile jiwe likavunja zile falme alafu zikatengeneza mlima mkubwa. Akimaanisha kwamba Kristo atakapokuwa ameshinda hizi mamlaka za dunia zilizoko chini ya shetani, ataweka ufalme wake usiokuwa na mwisho. Definitely ataanza na ile miaka 1000 ya utawala kwenye hii dunia iliyoharibika, hata ikarabati, lakini baadaye nayo ataiondosha, aweke mbingu mpya na dunia mpya na Yerusalemu mpya. Amen. Ndicho anachokisema kwenye mlango wa 2 mstari wa 9 Zaburi. Anasema utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Amen. Amen. Ukisoma ningeweza kwenda ninajiuliza kwenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuende kwenye Matendo ya Mitume 17:31 alafu turudi kule hapo tulipokuwa tumalize. Lakini anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17:31 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 17:31 ni mstari muhimu kidogo sana kimsingi. Anasema hivi, Matendo ya Mitume 31 anasema hivi. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Paulo alikuwa anawaambia watu wa Athens, mji mkuu wa Ugiriki. Wakati huo injili zilikuwa katika maeneo ya huko. Na ndiko Biblia inaandikwa Agano Jipya. Akawa amepita akasema jamani nimepita sehemu nikaona nyie mpaka mna Mungu asiyejulikana.
Akasema jamani huyo mita Mungu asiyejulikana ni giza lenu, lakini kuna Mungu Baba wa mbinguni ana masihi wake aliyemfufua katika wafu, ambaye katika huyo itafika kipindi fulani aihukumu dunia maovu yake kwa kutumia huyo ambaye Biblia inasema amemfufua na wanadamu wanamkataa. Wanasema hii mambo ya kujifanya mnaabudu miungu yenu, ukiamua leo hii mwanadamu anaweza akachukua jiwe akalifanya Mungu akaendelea na mambo yake. Anasema hivyo vitu anaweza akachukua mtu akauchonga akaweka kisanama akasema huyu ndo Mungu wako. Lakini anasema hivyo vitu vyote vina mwisho, vitakoma. Mungu ana siku aliyoiweka. By the way, siku ya hukumu ya Mungu ni moja. Itafuatiwa na mambo mengi lakini tukio lile litakuja ghafla kama mtego unasavyo. Turudi kwenye Zaburi, najua kuna mambo nimepita bila kufafanua vya kutosha. Siwezi nikamaliza kila kitu. Na masikio yetu pia wala hayajasuguliwa vya kutosha kuweza kuelewa hizi doctrine. Kwa hiyo kidogo utakazosikia basi tuende na hizo. Mungu atatubariki na kuturehemu tuweze kujua zaidi. Lakini twende na hizo. Mstari wa 11 anasema mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Ngombe dunia ya leo haimtetemekei Bwana. Wala haimtumikii Mungu kwa kicho. Ngoja nifundisha masomo ya hivi karibuni niliyofundisha yalikuwa naongelea habari za kitu kinaitwa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Ambayo Biblia ya Kiswahili inatumia neno kicho ni kama hakileti maana halisi. Lakini ukisoma katika King James au ukisoma katika kama angeweza kutumia neno halisi la Kiswahili, kicho ndio hofu. Ukisoma katika King James, ngoja nisome katika King James usikie anavyoitamka Zaburi ya 2 mstari wa 11 anasema hivi: Be wise now therefore, O ye kings, be instructed, be ye judges of the earth. Mstari wa 11 anasema Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Serve the Lord with fear. Mtumikieni Bwana kwa hofu na kutetemeka. Wewe dunia ya leo na hata dini za dunia hii hazimtetemekei Mungu kwa lolote. Anasema watu hawa huniabudu kwa vinywa vyao, huniabudu bure kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali sana nami. Wanaweza kaenda mbele wakatembea wametembea kama vile hawana miguu au wamechomoka nyonga na nini, kama vile wanamhofu Mungu kweli kweli, lakini hawamhofu sheria za Mungu si chochote kwa wanadamu wa dunia hii na dini zao. Biblia si chochote. Ndio sababu kuna vitabu vingi watu wamejitungia, una vitabu wamenavita lesson, kuna vingine wanavita si nini vya kina Ellen White na nini, ni vitabu kwao ni muhimu. Vingine vinaitwa misale ya waumini, kwao ni vitabu muhimu kuliko Biblia. Kwa sababu haiwafanyi yani haiwatii hofu yoyote. Lakini neno la Mungu anasema mhofu, mtumikieni kwa hofu na kutetemeka. Wewe kuombe Mkristo na tusikiliza ulioko hapa na ulioko mbali popote pale, jifunze kuwa na hofu ya Mungu. Unapoenda kufanya kitu chochote ambacho neno la Mungu limezuia, usiende kwa ujasiri wowote. Uende kwa hofu, na yamkini ile hofu ikufanye uache kutenda hicho kitu, na kuambia wewe najiambia na mimi. Amen. Kwa sababu Biblia pia inatushauri, inatukumbusha, inasema mtumikieni Mungu. Leo hii ni dunia ipi inamtumikia Mungu? Wanadamu wanatumikia matumbo yao, wanatumikia sayansi zao, wanatumikia maroboti yao. Wanatumikia kila kitu, lakini sio Mungu wa mbinguni hata. Mstari wa 10 na ngapi tulikuwa tunasoma? Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Na haishi Mungu hatutakiwi kumtetemekea tu hivi. Kushangilia ni kufanya nini? Ni kama vile kufurahiwa na kitu. Mungu tumfurahie, lakini tumfurahie kama Bwana wetu, kama mfalme wetu. Hapa neno halitufundishi kuwa na hofu ya Mungu
kama kwa ogopa kumogopa au kuliona kama katili fulani linaweza, yani tusimuogope kama tunavyo leo hii watu wanamogopa shetani kuliko wanamogopa Mungu. Hata wakienda kulala utakuta kwenye maombi yao wanamtamka shetani kuliko wanavyomtamka Mungu. Shetani toka. Shetani. Wewe shetani. Wewe. Maana yani hofu ya shetani ni kubwa kuliko ya Mungu. Mungu tunataka tumshangilie. Tumuimbie. Na nyimbo zetu sio kwenda pale tukapiga ndombolo tunacheza na maviungo nusu uchi kwenye makanisa ili kusudi uonekane una kipaji au uweze kuuza album. Pana, maneno yetu ya sifa za Mungu yaweze kunena uadilifu. Leo hii ukitafuta topic zao katika hivyo vinazoitwa sifa za Mungu, nyimbo za kumwimbia Mungu, gospel, ni ushenzi tu. Ni ubinafsi, ni kiburi cha huyu anayeimba Mungu ataniinua, maadui zangu wote washangu. Yaani muda wote tu ni mimi. Huyo Mungu umemkumbuka hata mara moja? Na kauli tu yenyewe hata wakiamua akasema wanamsifu Mungu, pokea sifa. Neno moja linaweza kaongelewa hata mara 10. Nenda hizi zaburi hizi ziko 150. Zimeandikwa kama tenzi fulani. Zina ujumbe wa kiroho lakini vile vile zina ni nyimbo. Labda sauti zake zimepotea hatuzijui. Zilizo nyingi. Wengine wanazijua kwenye baadhi ya makanisa. Hasa ya kigeni ya nje ya Tanzania. Bado wanazijua hizo. Sinaona sijawahi kuona kanisa linajua hizo sauti. Lakini tunaweza kuziwekea sauti zetu vile. Lakini hebu angalia jumbe zilizojaa humo zikimsifu Mungu katika kweli. Sio vinyimbo vya gospel vya leo mtu anaenda pale anaenda kuonyesha makeup yake, kuonyesha manywele yake, akigeuka nyuma aonyeshe maungo yake. Biblia inasema, tulishasoma hapa mstari wa 4, anasema yeye aketie mbinguni anacheka na kudhihaki. Anawaacha. Tuna jukumu la kumtii Mungu. Tuache. Okay, na mwanadamu, hii ni ushauri wangu. Labda sio wa Bwana lakini wanasema kama Paulo. Sema hili nasema sasa kama ushauri wangu mimi kama. Ukiamua kujitukuza na kujiinua na kujisifu, vifanye, lakini usifanye katika hicho kinachoitwa madhabahu ya Mungu. Usifanye katika vitu vinaitwa makanisa ya Mungu hayo. Paka yanakuwa sasa anasema limekuwa kama pango la wanyang'anyi. Wakati wakina agano wa Kristo, hekalu alipoingia mle kwenye Yohana 2 pale mlango wa mstari wa 14 pale, alienda akakuta wanauza vitu, wanafanya biashara. Leo hii makanisa ni biashara. Na mtu yuko radhi kabisa na kuambia tena mchungaji, leo kujisikia kimchungaji mmoja na kwa hivi, kwa nini unahangaika na kwenda kuuza kokoto? Kwa nini unahangaika na kuuza mkaa? Utaugua pneumonia wewe. Tafuta tu, nunua Biblia moja, nunua speaker za 1500, anataja na bei za milioni 5. Anza piga ngozi nini, utapata hela ya bwelele. Nawaibia siri, ndo anasema hivi. Ushauri wangu kwa wanadamu, usitafute hukumu isiyokuwa na sababu. Hukumiwa kwa vitu angalau unaweza hata kujetelea maana Mungu hiki kilinishinda. Lakini unamkejeli Mungu kweli, unamdhihaki. Unaanza kusema maneno kama ukitafuta umaarufu na kiburi chako, nenda kwenye mitandao, nenda kwenye viwanja huko, vyote vinafanyika huko. Huko kwenye madhabahu ya Mungu paache pawe patakatifu. Ukienda kutafuta biashara, ingia Kariakoo, kuna machimbo ya uhakika ya biashara. Lakini huku kwa Mungu usilifanye pango la wanyang'anyi.
Leo makanisa yamekuwa ni mapango ya wizi tu. Kuiba sadaka. Kuiba roho za watu. Yaani waponya na mimi. Tuyaseme pamoja. Tumalize mlango wa pili wa kitabu cha Zaburi. Tusome mstari wa 12. Mstari wa 12 ameandika ameutafsiri kinyume kabisa. Mimi nijaribu kusoma kwenye King James. Nijaribu kusoma kwenye King James. Sijajua Kiswahili. Ngoja nisome kwenye Kiswahili, afu nisome kwenye King James. Nitafute uwiano pale katikati. Anasema hivi: "Shikeni aliyo bora asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani." Ni maneno mazuri lakini sicho alichoandika. Kiss the son. Son kwa maana ya mtoto wa kiume ambaye ni maana pekee wa Mungu ni Kristo. Anasema kiss the son lest he be angry. Anasema kumbusu ni kama kumtii, kumtumikia, kuminamia, kumuinua wewe ukaenda chini. Anasema ili asije akafanya hasira. Sasa yeye ameanza anasema shikeni yaliyo bora. Lakini hapo katikati kaweka kama msalaba akakufafanua au pokeeni mafundisho au mbusuni mwana. Kaweka maneno hata hapo kaweka mimi kwenye Biblia yangu ya Kiswahili kaweka na hilo. Lakini kwa nini unaweka au weka lililo la uhakika? Lakini ukisoma kwenye King James anasema mbusuni mwana, kiss the son au mwana wa Mungu. Lest he be ili kusudi asije akafanya hasira, asije akakasirika. Kwa lugha nyingine, jishusheni mbele ya Kristo na sheria zake. Nyie wenye familia zenu, akina baba na wake zenu, akina mama na ume zenu, na watoto Mungu aliowapa kama wanaweza kuwasikia. Na mmoja na yeyote yule uwe kwenye familia, ndani ya familia zenu lazima tuishi kwa kumbusu mwana, kumtii mwana, kujinyenyekeza mbele za Kristo. Biblia inasema nyenyekezeni chini ya mkono wa Bwana naye atawainua kwa wakati wake. Lakini leo wanadamu wanafanya nini? Ukienda katika familia ambapo muda wa jioni ni movie, taarifa za habari, mipira. Hao ndio ambao Biblia inasema wanambusu mwana. Maana ni nini kwao? Si chochote kwao. Nisikieni hili neno. Sio la kwangu. Mimi mwenyewe sio kazi nyepesi kuyafanya. Naweza kukwambia kwenye hii dunia kuna madanganyo mengi na mimi sio kusema kwamba niko huru sana na hayo madanganyo na pambana. Bwana anasema sio kwamba nimeshafika. Mimi mwenyewe anasema nayasahau yaliyopita na kuyachuchumalia yaliyoko mbele ili kusudi niweze kushika lile ambalo nimeshikwa na Kristo kwa ajili yangu. Katika kitabu cha Filipi mlango wa 2. Akimaanisha kwamba tuna kaza mwendo, tunaenda mbele. Tuwe na miji na familia, kina baba, kina mama, wakubwa kwa wadogo, mabibi, mababu, watoto wakubwa. Tuwe na miji yenye kicho na utii. Usitii dini. Usianze kuinamia vitu vinavyoitwa sijui marozari, sima to gani, hayo fanya unavyotaka, lakini sicho ulichoitiwa. Biblia iwe ni zana yako kubwa kabisa ya kuongoza familia yako. Ndani yake kuna mafundisho mazuri, kuna ucha Mungu, kuna usafi wa kiroho, kuna ushindi, kuna afya, kuna uzima. Hata hayo maombi unayofanya yote uzuri wake wote umo kwenye hilo neno. Na ndio huyo Kristo mwenyewe. Nani mwenye kusikia maneno? Anasema kiss the son lest he be angry, mbusuni mwana ili asije kafanya hasira, and ye perish from the way. Alafu mkajikuta mmepukutika, mmepotea. Asije kafanya hasira nanyi mkapotea njiani. Wewe kuna nisikilize vizuri. Kuna familia nyingine ninazijua unaikuta labda mwaka huu wako vizuri. Baada ya miaka 10 hukuti hata kumbukumbu wameshasambaratika, wameharibika kabisa. Kumeingia kiukimwi kikawala watatu, kuingia kansa ikachomoa 2, kaingia nini vifo ni basi inabaki inapotea. Unapotea njiani. Naombi Mungu ana uwezo wa kutuponya, na wakati mwingine kuna watu ambao wanaishi bila hata Mungu, bado wanaishi miaka mingi, wanaenda mpaka mwisho. Lakini hakuna guarantee. Hakuna ule uhakika kivile.
Kiss the Son lest ye be. Anasema ili kusudi mseme mkapotea njiani kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Biblia inakiri kwamba hasira ya Mungu itawaka upesi. Hapa kuna neno unaweza ukakwepesha kinyume na kilichoandikwa hapa. Anasema hasira yake itawaka upesi. Hasira ya Mungu Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 na mlango wa 10 mwishoni hiyo milango miwili. Anasema Mungu wetu ni moto ulao. Sehemu nyingine anasema ni jambo la kutisha kuangukia katika mikono ya Mungu aliye hai. Na Yesu aliwaambia watu walikuwa wanamsikia kwenye somo la mlimani Mathayo pale anasema Mathayo mlango wa 10 mstari wa 28 anasema hivi anasema msiogope wale wanaoweza kuwa mwili tu wasifanye chochote. Muogopeni yule ambaye ana uwezo kuwa mwili na kuitupa roho katika jehanamu. Kwa lugha nyingine wa kuogopesha ni mimi Bwana ndo anasema. Neno haya nakutisha sana kwani. Yapo kwenye Biblia. Kuliko kumhofu mwanadamu mhofu Mungu wako. Na katika kumhofu Mungu mhofu katika upendo kwa kufuata maelekezo yake na hilo linakuangalia na niangalia je ni jepesi sio jepesi kivile lakini tufanye bidii tutaweza kwa mkono wa Bwana. Amen. Anamalizia ule mstari anasema kwa kuwa hasira yake itawaka upesi heri wote wanaomkimbilia. Anasema ni heri kwao wote wenye kumkimbilia. Wewe Mungu anatuita tumkimbilie. Anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mnaolemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Mathayo 11. Mungu anataka tumkimbilie. Tumwendee. Kama tunasema mtuisheni Bwana fadhaa zenu zote, hofu zetu zote. Tuifunze kuomba. Tuamkapo tuombe, tulapo tuombe, tutembee hapo wakati mwingine tuombe. Sala sio mbali na sala sio kule kwenda mbele watu wote wakakuona umeinama na kuinuka, umevaa na nguo za kusali na nini hapana. Sala zetu zimejaa mioyoni mwetu. Biblia inasema. Basi tutakuwa tumeishia hapa tunapokutana tunaendelea mlango wa 3. Mungu awabariki sana. Baba tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Mungu tunajua wakati mwingine maneno haya sio mepesi kwa wageni katika neno hata sisi wenyewe ambao Mungu tunahubiri lakini ni kwa neema zako Mungu tunaweza kuyapokea ni kwa wepesi na huruma zako tunaweza Mungu tukatembea katika hayo tutie nguvu Mungu tukuzwe Baba inuliwe. Asante Bwana Yesu Kristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba kupokea yote. Amen.